Hallelujah. Hallelujah. Let us pray right away. Hebu tuombe moja kwa moja. In the glorious name of Jesus. Katika jina la utukufu la Yesu. Let us pray right away. Hebu tuombe moja kwa moja. Mighty Father, Baba mkuu, heaven is your throne, mbingu ni enzi yako, and your glory covers the earth. na utukufu wako waufunika dunia. Father, there is no greater time Baba, hakuna wakati mwingine mkubwa in the history of the church katika historia ya kanisa, when, yes, indeed, wakati ambapo kwa kweli they needed so much to hear from you. walihitaji zaidi kusikia toka kwako. Authority and power Mamlaka na uweza belongs to you, Jehovah. ni zako wewe Yehova. And tonight here, Na usiku wa leo hapa we are gathered here tumekusanyika hapa to appreciate you, Jehovah, kukushukuru wewe Yehova for the cross kwa sababu ya msalaba and the blood na damu that delivers men, ambayo inawakomboa wanadamu, sets them free, kuwaweka huru and heals them. na kuwaponya. That until now, Lakini hadi wa sasa, ya kwamba mpaka sasa the blood of Jesus damu ya Yesu is still flowing ingali inatiririka and setting men and women free na kuwaweka waume kwa wanawake huru from deception, kutoka kwa udanganyifu, from evil, kutokana na uovu, from sin, kutoka kwa dhambi, and liberating them na kuwaweka huru and healing them na kuwaponya and bringing them into your glorious kingdom. na kuwaleta katika utukufu wa ufalme wako. Father, arrest their hearts Baba, teka nyara mioyo yao, that they may hear this ya kwamba wapate kusikia haya and prepare na kujiandaa for the glorious coming of the Messiah. kwa sababu ya kukuja kwa Masihi kwa utukufu, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. So it shall be. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amen. Amina. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Glory. Utukufu. Glory. Utukufu. We don't have much time. Can you just sit down? Hatuna muda wa kutosha. Ketini tu chini. Now, Sasa listen, precious people. sikiliza watu wa dhamani. I am going to give a special message here. Ninaenda kupeana ujumbe speciali hapa. And it's a long message. Na ni ujumbe mrefu. But we have 1.5 hours to do this. Lakini tuko tuna saa 1.5 kufanya haya. But I want to say this. Lakini nataka niseme hivi, That for those of you who can get the website, ya kwamba kwa wale wenu ambao mnaweza kupata mtandao, repentandpreparetheway.org. repentandpreparetheway.org. Repent Repent and prepare the way. and prepare the way.org. You'll find the prophecies there. Utapata unabii pale. I have been writing the scroll of the Lord. Nimekuwa nikiliandika gombo la Bwana. All the prophecies and the visions are there. Unabii yote na pia maono yote yako pale. They are free of charge. They are in PDF. Ni bure bila malipo, iko katika PDF. All those are on the web. I'm not going to deal with them here. Hayo yote yako kwenye mtandao. Siendi kukabiliana nayo hapa. But you'll see a lot of revelation. What does that mean to the church? Lakini utaona ufunuo mwingi, hayo yamanishani kwa kanisa. You can really go to the website Unaweza ukaisoma yote kwenye mtandao and find them. na uipate huko. But tonight, Lakini usiku wa I leo want to speak about something very important. nataka nizungumzie kitu ambacho ni muhimu zaidi. Listen, precious people. Sikilizeni watu wa dhamani. Tonight, Usiku huu wa leo I want to continue the conversation. nataka niendelee majadiliano. The conversation Majadiliano of the visitation for this hour. ya mtembeleo wa saa hii. This visitation here. Huu mtembeleo hapa. And you'll see a lot of things come out Na utaona mambo mengi yamejitokeza about the condition of the church today. kuhusu hali ya kanisa leo hii. Especially globally, Haswa sana dunia yote, but much more so in Kenya also. lakini zaidi sana hapa Kenya. Many things will come out tonight, Mambo mengi yatajitokeza usiku wa leo, including kuhusisha the way out njia ya kutoka
of where the church is right ya now. mahali ambapo kanisa lipo sasa hivi. Listen, precious people. Sikilizeni watu wa dhamani. When we met in Nakuru, Tulipokutana Nakuru, in Nakuru, kule Nakuru, I spoke to you niliwazungumzieni about this glory, kuhusiana na utukufu huu. and I said Nami nikasema that this glory, ya kwamba utukufu huu, this visitation, huu mtembeleo, brings a message to the church. unaleta ujumbe kwa kanisa. And I said Nami nikasema that in the Bible, ya kwamba katika Biblia it was promised iliahidiwa that this visitation ya kwamba huu mtembeleo would come. ungekuja. And we saw Nasi tuliona that, for example, Isaiah, ya kwamba kwa mfano Isaia, when Isaiah saw this visitation, wakati Isaia aliona huu mtembeleo, Isaiah describes their nature, Isaia anaelezea hali yake, and then he gives the purpose. alafu anapeana kusudi. He calls it the morning dew, Anauita umande wa asubuhi, and he says the purpose na anasema kusudi lake is to prepare the church for heaven, for going. ni kuandaa kanisa kwa sababu ya kuondoka. And so today, Na hivyo basi leo I hii want to recap a little bit for those who were not with us. nataka nirudie kidogo tu kwa wale ambao hawakuwa pamoja nasi. Listen, precious people. Sikilizeni watu wa dhamani. And I said Nami nikasema that every time the Lord speaks, ya kwamba kila wakati Bwana anenapo, we must refer to the Bible, lazima tuashirie Biblia, and only in the Bible. na ni katika Biblia pekee. Once we can line up Mara tu tunaweza kulainisha that conversation hayo majadiliano with the word, pamoja na neno, therein hapo ndani is the revelation. kuko ufunuo. And I said Nami nikasema that whenever the Lord wants to accomplish his agenda on the earth, ya kwamba wakati wowote Bwana atakapokutekeleza wajibu wake katika dunia, there are two ways he does this. kuna njia mbili anatenda hii. He can either Aidha anaweza appoint kuchagua unestablished, na aliyeimarika, unauthorized, ambaye ako na mamlaka, an agency that is authorized, yule kiunganishi ambaye amepewa mamlaka, and then alafu he would give his anointing atapeana upako wake on that agency. juu ya huyo agenti. Authorized agency, authorized. Agenti ambaye amepewa mamlaka. And when he does that, Na anapofanya hivyo, that anointing huo upako is always sufficient kila wakati unatosha to accomplish that agenda. kutekeleza agenda hiyo. And I said Nami nikasema that when that happens, wakati hiyo inatendeka, and that authorized agency na huyo agenti ambaye amepewa mamlaka is executing that agenda, anatekeleza agenda hiyo, I said nikasema the anointing therein upako mle ndani is what bespeaks ndio ambao unanena the life of God maisha ya Mungu and the power of God na nguvu za Mungu that is endowed in that agency. ambayo imewekwa juu ya huyo wakala. And I said another way, Nami nikasema kwa njia nyingine, like some of the scriptures we read in the Bible, kama vile baadhi ya maandiko ambayo tuyasoma kwenye Biblia, like the coming of the Messiah, kama kukuja kwa Masihi, he says, anasema and the Lord himself naye Bwana mwenyewe will come down. atashuka chini. So another way Kwa hivyo kwa maneno mengine, is by God himself coming down. kwa Mungu wangu mwenyewe kushuka chini, And at that time, na kwa wakati huo you see the glory of God. munaona utukufu wa Mungu. And I know they're on the screens. You can see them all over. Na najua iko kwenye screens, mweza kuiona kote kote. This visitation here, Huu mtembeleo hapa, the glory of God. utukufu wa Mungu, And there alafu mle ndani is the revelation of the Godhead. uko ufunuo wa Mungu Baba And kichwa. I said Alafu nikasema that if we want to understand the message, ya kwamba ikiwa twataka kuelewa ujumbe, we must go back to the Bible. lazima turudi kwa Biblia. And I summarize quickly because I need to come to the message Nami now. naiweka kwa kimtasari maana nahitaji kuja kwa ujumbe sasa. That when Moses met the glory of God, Ya kwamba wakati Musa alikutana na utukufu wa Mungu at that place, katika mahali pale, you see how the Lord speaks with him. unaona jinsi ambavyo Bwana anazungumza naye. And the Lord says Naye Bwana anasema
Moses, Musa, when he had gone to see, wakati ambapo ameenda kuona, he said, Moses, anasema Musa, he says, anasema don't come any closer. usisonge karibu zaidi. And he says, Naye anasema remove those sandals, ondoa hivyo viatu, for the place where you stand now kwa maana mahali ambapo umesimama sasa hivi is now holy ground. sasa ni mahali takatifu. And today we are going to talk about some sandals Na leo hii tuenda kuzungumzia kuhusu sabatu that the church in Kenya needs to remove, ambazo kanisa la Kenya yahitaji kuvua, because the glory is already tabernacled, kwa sababu utukufu tayari umehekalishwa step by step. hatua kwa hatua. And we see Na tuwaona that when Moses meets the glory, ya kwamba wakati Musa anakutana na utukufu, I'm just summarizing, this is not the message today. naweka tu kimtasari, huu sio ujumbe. I'm just getting everybody on board, and then I give today's Nataka message. tu kumweka kila mtu kwenye ukurasa, alafu nitaleta ujumbe. And he says, Alafu anasema from that point on, kuanzia wakati huo, Exodus 3, Kutoka sura ya 3, you see that Moses is commissioned. unaona kwamba Musa ametumwa. His mission and identity changes. Huduma yake na kitambulisho chake chabadilika. And when Moses is commissioned, Na wakati Musa anatumwa, look at what the Lord does. tazama kile ambacho Bwana anatenda. He makes Moses Anamfanya Musa, now go sasa enda and do the battle of God na ukafanye vita vya Mungu at the kingdom, at the palace of Pharaoh. katika ufalme, katika ikulu ya Farao. To do the battle of God Ufanye vita vya Mungu and release God's people. na uwafungue watu wa Mungu. And I went to a second example. Alafu nikaenda kwa mfano wa pili. Another example, Mfano mwingine the book of Joshua. katika kitabu cha Yoshua. And I said Nami nikasema that in Joshua chapter 5, ya kwamba katika Yoshua sura ya when 5, Joshua encounters the glory of the Godhead, wakati Yoshua alikutana na utukufu wa Mungu kichwa. again, Tena Joshua, Yoshua, don't come any closer. usisonge karibu, Remove those sandals. ondoa viatu There is vyako. a common denominator. Kuna jambo la kawaida, Kuna jambo moja ambao ninaushika zote. kuna jambo moja ambalo linahusisha zote: The removal of sandals. kuvua sabatu. Why? Kwa nini? Because the glory is now Kwa here. sababu utukufu sasa uhapa. And so, Na hivyo basi, after that, baada ya hiyo, Joshua asked, Yoshua anauliza, are you for us or not? je, uko upande wetu ama sivyo? But from that contact, Lakini kutokana na kukutana huko, Joshua is sent Yoshua anatumwa to do the battle of God kufanya vita vya Mungu and fight the enemies of God na kuwapiga maadui wa Mungu in Jericho, kule Yeriko, to be able to release the children of God. ili kuweza kuachilia watoto wa Mungu. And I said, Nami nikasema another place is this, mahala pengine ni hapa that the glory has now come. ambapo utukufu sasa umekuja. Could it be that the Lord is saying Je, yawezekana kwamba Bwana yuwasema that the glory is now in, ya kwamba utukufu sasa umo ndani and the church has encountered the glory? na kanisa limekutana na utukufu? That the Lord is now saying, Ya kwamba Bwana sasa anasema, Church of Christ, kanisa la Kristo, don't come any closer now. usisonge karibu tena, Remove those sandals, toeni viatu vyenu, for the place where you standeth kwa maana mahali mnaposimama is now holy ground. sasa ni mahali patakatifu. And then he's saying, Alafu kisha yuwasema, therefore you must go hivyo basi lazima uende and do the battle of the Lord na ukafanye vita vya Mungu and release the people of the na Lord. ukawaachilie watu wa Mungu. You must go Lazima uende and do the battle of na Jehovah ufanye vita vya Yehova in the church of Christ katika kanisa la Kristo, and release the church of na Christ. uliachilie kanisa la Kristo. I'm just giving a summary of what we saw. Na peana tu muktasari wa kile ambacho tuliona, And we saw na tuliona that Moses asks the Lord in Exodus 33. ya kwamba Musa anamuuliza Bwana katika Kutoka 33. This will help you understand the next message I'm giving. Hii itakusaidia uelewe ujumbe mwingine ambao unapeana. He's saying Anasema that in Exodus 33 verse 15 to 16, 14, 16, you can read all. katika Kutoka 33 unaweza soma mstari wa 14, 16, waweza soma yote. Moses asks, Musa anauliza, Lord, Bwana,
now that your glory has come sasa kwamba utukufu wako umeshuka and you have loved us, na umetupenda, you have visited us, umetutembelea, you've walked with us, umetembea pamoja we nasi, have eaten manna from heaven, tumekula mana toka mbinguni, you are happy with us, unafurahia pamoja nasi, you are pleased with us. umependezwa na sisi. But how will the people in the world there Lakini je, watu wa ulimwengu kule know, kujua, that you are pleased with me ya kwamba unapendezwa nami and your people? na watu wako? And I don't know what Moses expected. Na sijui kile ambacho Musa alitarajia. Maybe expected some kind of something to be given, something to go show. Labda alitarajia kwamba apewe kitu aende aonyeshe. But listen to what he says. Lakini tazama kile anachosema. We saw that he said, tunaona kwamba alisema that whenever the glory of the Godhead comes down, ya kwamba wakati wowote utukufu wa Mungu kichwa unashuka chini. that is the divine presence of God. Huo ndio uwepo halisia wa Mungu. Number one. Jambo la kwanza. And that when the glory comes down, the divine presence, ya kwamba wakati uwepo wa Mungu unashuka chini, then he says, basi anasema that place of visitation mahala pale pa mtembeleo is sanctified. pametakaswa. And when it is Na sanctified, wakati ambapo pametakaswa, then it is consecrated. basi imetiwa wakfu. And when it's consecrated, Na wakati ambapo imetiwa wakfu, then the Lord, basi Bwana he declares it anaitangaza holy ground. ardhi takatifu, And he chooses wherever he wants to come to. na anachagua mahali ambapo anataka kuja. Meaning if he comes to the church, Kumaanisha ikiwa atakuja kwa kanisa, then that place, basi mahali pale divine presence, uwepo wa kiungu sanctified, pametakaswa, consecrated, pamewekwa wakfu, holy ground. ardhi takatifu. And there are certain requirements Na kuna matakwa fulani about the holy ground. kuhusu ardhi takatifu. He says the people that are in there Anasema watu walioko pale being visited ambao wanatembelewa in the holy ground, katika ardhi takatifu, when they come at that place wakati wanapokuja mahali pale of visitation, pa mtembeleo, they become wanafanyika God's holy people. watu wa Mungu watakatifu. I am going to talk to the church in Kenya. You can see how I'm building it. Ni mnaenda kuzungumza na kanisa la Kenya, unaweza ona jinsi ambavyo naijenga, Because I realize kwa sababu nagundua that I have been rebuking sin for more than 10 years in this land and all over the world. kwamba nimekuwa nikikemea dhambi zaidi ya miaka 10 katika nchi hii na kote kote katika dunia, Rebuking the love of money nikikemea kupenda pesa in the church. katika kanisa, Rebuking the gospel of prosperity nikikemea injili ya in ufanisi the church. katika kanisa, Rebuking the false prophets nikikemea manabii wa urongo that come to you. ambao wanakuja kwenu. Some of them tell you, Baadhi yenu wao wanakuambia, I have a meeting in Safari Park Hotel. niko na mkutano Safari Park Hotel, Every person 14,000 for dinner with me, kila so I can mtu give you the word. kila mtu 14,000 kwa sababu ya chakula cha jioni pamoja nami, I ili have niwapatie neno. I've been rebuking those false apostles, Nimekuwa nikiwakemea hao mitume wa uongo, those false prophets, manabii wa uongo, false teachers, walimu wa uongo, immorality, usherati and everything else. na kila kitu kinginecho. But you can tell how I'm building this up. Lakini unaweza kusema jinsi ambavyo naijenga hii. He says, Anasema divine presence. uwepo wa kiungu. Number 2. Jambo la pili, He says, anasema sanctified. bali pametakaswa. Number 3. Jambo la tatu, That wherever that glory comes, ya kwamba mahali popote wa utukufu unakuja consecrated. pamewekwa wakfu. Once consecrated, Mara tu imewekwa wakfu, then he declares basi anatangaza holy ground. ardhi takatifu, And the people in there na watu waliomo mle ndani are now declared by God, sasa wanatangazwa na Mungu, God's holy people. watu wa Mungu watakatifu, Especially haswa sana because they are given a task, kwa sababu wamepewa wajibu, a holy assignment wamepewa wajibu takatifu to observe a holy worship. ili waweze kuzingatia ibada takatifu. And he says, Naye anasema once God's holy people at the place of visitation mara watu watakatifu wako katika mahali pa mtembeleo, will observe that holy worship, watazingatia hiyo ibada takatifu, and the glory comes down na utukufu unashuka chini whenever they worship. wakati wowote wanapoabudu. Then he says Kisha yuwasema that at that place
place, ya kwamba mahali pale those people, hao watu they convert wanageuka and become na wanafanyika God's treasured possession. milki ya Mungu takatifu. So we went through that. Kwa hivyo tulipitia hiyo. And so when Moses asked Na hivyo basi Musa alipouliza that how will those people out ya kwamba je, wale watu wa kule nje know that you have come, watajua kwamba umekuja, you have visited, you love us? umetutembelea, unatupenda? He answered Alijibu that whenever that visitation takes place ya kwamba wakati huo mtembeleo unafanyika and you become God's treasured possession, na mnafanyika milki ya Mungu. he says Anasema those people, hawa watu the following things apply. mambo yafuatayo yanatendeka. The people of visitation of the cloud. Watu wa mtembeleo wa wingu. He says Anasema their talk changes, mazungumzo yao yanabadilika, their walk changes, utembeo wao unabadilika, their salvation changes, wokovu wao unabadilika, their worship changes, ibada yao inabadilika, their companions change. wale wanaoshirikiana nao wanabadilika. He says Anasema their dressing change, mavazi yao inabadilika, their eating habits change, tabia zao ya kukula inabadilika, their fasting changes. kufunga kwao kunabadilika. He says Anasema at the end their thinking changes, pale mwishowe mafikiria yao inabadilika, their thoughts change. fikira zao zinabadilika. When you put everything together, Unapoweka kila kitu pamoja, you find that their destiny has changed. unapata kwamba hatima yao imebadilika, They are headed to heaven. wanaelekea mbinguni. So that is where I want to begin Kwa today, hivyo hapo ndipo nataka kuanzia leo hii, because we saw this in Nakuru. kwa sababu tuliona haya Nakuru. I want to read a scripture in Exodus 19, Nataka nisome andiko katika kitabu cha Kutoka 19 and you see how the Lord is speaking to the Kenyan church na uone jinsi ambavyo Bwana anazungumza kwa kanisa la sasa in a mighty way. kwa njia kuu zaidi. Exodus 19 Kitabu cha Kutoka sura ya 19 from verse 3, kuanzia mstari wa 3, and then we'll launch the message today. alafu tutazindua ujumbe wa leo. Exodus 19 Kutoka sura ya 19 from verse 3. kuanzia mstari wa 3. I am reading. Ninasoma. Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, this is what you are to say to the house of Jacob, and what you are to tell the people of Israel. Kisha Mose akakwea kwenda kwa Mungu, naye Bwana akamwita kutoka kwenye ule mlima akasema, hivi ndivyo utakavyosema na nyumba ya Yakobo na utakachowaambia watu wa Israeli. You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on the eagle's wings and brought you to myself. Ninyi wenyewe mumeona nililofanya huko Misri, jinsi nilivyowabeba kwenye mbawa za tai na kuwaleta kwangu. And he says, Naye anasema verse 5, mstari wa 5, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession. sasa kama mkinitii kikamilifu na kutunza agano langu, basi ninyi mtakuwa mali yangu ya dhamani kubwa miongoni mwa mataifa yote. Treasured possession. Milki ya Mungu. Let me repeat it again. Hebu nirudie tena. If you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession. Sasa kama mkinitii kikamilifu na kutunza agano langu, basi ninyi mtakuwa mali yangu ya dhamani. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Ijapokuwa dunia yote ni mali yangu, ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Haya ndiyo maneno utakayosema kwa wana wa Israeli. Listen to me, precious people. Nisikilizeni watu wa dhamani. I want to begin it here. Nataka nianzie hapa.
when the glory came down, wakati utukufu ulishuka chini, he called Moses. alimuita Musa. This glory. Huu utukufu, And I want you to understand the following. nataka mwelewe yafuatayo. He came to him Alikuja kwake and spoke to him na akazungumza na yeye on what to go tell Israel. ya kile ambacho ataenda kuiambia Israeli. And then, Alafu this is the instruction. haya ndiyo maagizo. But then, Lakini later on you see that he told them to prepare for him coming to meet them himself. baadaye unaona kwamba anamwambia aende waandae kwake yeye mwenyewe kukutana naye yeye binafsi. But listen, precious people. Lakini sikiliza watu wa dhamani, I am going to mention something very critical here. ninaenda kuleta kitu nyeti mno hapa. Why? Kwa nini? Because when you read this scripture, Kwa sababu unaposoma andiko hili, then you see basi unaona the purposes of God. kusudi la Mungu. When the glory comes down, Wakati utukufu unashuka chini, you will see utaona the glory pushing utukufu ukisukuma a central dogma, a central theme, kitu cha shina la kati, the central principle for this visitation. kanuni ya kati ya mtembeleo huu. What is the principle here? Je, kanuni ni hipi hapa? He's saying Anasema that even though ya kwamba hata ingawaje I created all the nations, niliyaumba mataifa yote, if you obey me, ikiwa mtanitii mimi, you Israel, nyinyi Israeli, you are going to be a treasured possession. munaenda kuwa mali yangu ya dhamani. You see the Lord Unamuona Bwana coming in his glory akiicha katika utukufu wake for one purpose, kwa kusudi moja, to separate. kutenganisha. So today, Kwa hivyo leo hii I want to look at the doctrine of separation. nataka niangalie mafundisho ya kujitenga, And I want to begin by saying na nataka nianze kwa kusema that if there is going to be any cure ya kwamba ikiwa kunaenda kuwa na tiba yoyote to the fall in the church, kwa mwanguko kwa kanisa, if there is going to be any one pill cure, Ikiwa- one tablet, ikiwa kunaenda kuwa na tembe moja ya uponyaji, if there is going to be any remedy ikiwa kunaenda kuwa na njia ya kuepuka that the church can lay hand on now ambayo kanisa sasa inaweza uwekelea mkono wake to cure the rot in the church, kutibu ile muozo kwa kanisa, it is called inaitwa separation. kujitenga. Separation. Kujitenga. Even Jesus, Hata Yesu when he came to us from the Lord, alipokuja kwetu toka kwa Bwana, if you look at the gospel he brought, ikiwa utaangalia injili ambayo kaleta, it is a gospel of ni separation. injili ya kujitenga. Separation from moral decay. Kujitenga kutokana na uozo wa tabia. So allow me, because of time, Kwa hivyo mniruhusu kwa sababu ya wakati to do this step by step for you. tenda hii hatua kwa hatua kwa ajili yenu. I am now today using this visitation Sasa leo hii natumia mtembeleo huu to underscore to you kuleta kwenu the purpose of it, kusudi lake of bringing reform to the church, ya kuleta mabadiliko kwa kanisa, restoration to the church. urejesho kwa kanisa. Let me run through this very fast. Hebu nipitie hii kwa haraka sana, But now listen to me now. lakini sasa mnisikize. I want to talk about Nataka nizungumzie kuhusu how this visitation jinsi huu mtembeleo comes to consolidate unakuja kuunganisha the gains zile faida that Jesus made on the cross. ambazo Yesu alitengeneza kwa msalaba, And central among them na mojawapo ya kati is that at the cross, ni kwamba katika msalaba he brought us separation. alituletea kujitenga. Listen to this focus now. Sikiliza, nilenge sasa The doctrine of separation, mafundisho ya kujitenga that is supposed to be the one pill answer to the rot in the church now. In Kenya ambayo yapaswa kuwa ndio dawa kwa kanisa ambalo linaoza Kenya and globally. na kote kote ulimwenguni. And I've been all over the world. Na nimekuwa kote kote ulimwenguni. In the other countries, I'm dealing with homosexuality at the pulpit. Katika nchi hizo zingine nakabiliana na ushoga kwenye mambari. So there is so much we can discuss, but listen to this. Kwa hivyo kuna mengi ya kujadili, lakini sikiza hii. Now, separation. Sasa kujitenga.
This is the visitation of the Godhead, God himself. Huu ni mtembeleo wa Mungu Baba, Mungu mwenyewe. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. How does he bring separation to the church? Je, analetaje kujitenga kwa kanisa? How does he come to underscore to the church that, hey, separation, separation? Je, anakujaje kuwasilisha kwa kanisa kwamba hey, tazama, kujitenga, kujitenga. Separation from sin. Kujitenga kutoka kwa dhambi. Separation from moral decay. Kujitenga kutokana na uozo wa tabia. Let me start like this. Hebu niseme namna hii. Separation Kujitenga is something ni kitu that comes from the very nature and character of the Godhead himself. ambayo inatoka kwa Mungu Baba mwenyewe, tabia yake mwenyewe. Everybody focus. You're going to write Kila later. mtu Just focus. nilenge, mwenda kule kuandika, lakini nilenge kwanza. When you look at the separation, he's emphasizing to the church. He's speaking to the church. Wakati ambapo unaona kujitenga, ambayo anasisitiza, anazungumzia kanisa. God himself, Mungu mwenyewe. when you look at his nature Wakati unaangalia asili yake and his character, na tabia yake, all you see kile ambacho unaona is separation, separation. ni kujitenga, kujitenga. Let me give you an example. Hebu niwapatie mfano. And we may not read all the scriptures, I'll just mention. Na huenda hatutasoma maandiko yote, nitataja tu. If you go to the book of Revelation chapter 4, Ikiwa utaenda kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4, you find unapata that the seraphim, ya kwamba serafimu, very good, they say the creatures around the throne of God. ya kwamba vile viumbe vilivyo hai vilivyo karibu na enzi ya Mungu. I said when you focus on me because of time, you take more. Nasema unaponilenga unachukua mengi. He's saying even those of you in your homes. Anasema hata wale mlio katika maboma yenu. He's saying Anasema that this message of separation from this glory of visitation ya kwamba ujumbe huu wa kujitenga kutoka huu tukufu wa mtembeleo is the one going to cure the church today from the fall we see on TV. ndio ile ambayo inaenda kuliponya taifa leo hii kutokana na mwanguko tunaona kwenye runinga. But how does he do it? Lakini je, anaitendaje? Focus on me now. Munilenge sasa. He's saying Anasema that number one, ya kwamba jambo la when kwanza, you look at the very nature and character of God himself, wakati unaangalia asili yenyewe na tabia ya Mungu mwenyewe, this is what you find. hiki ndicho upatacho, That the creatures around the throne of God, ya kwamba viumbe walio hai wanaozunguka enzi ya Mungu, the seraphim, wale maserafimu, when they look at the Lord wakati ambapo wanamwangalia Bwana and his glory, na utukufu wake, they are overwhelmed. wanashangazwa, They are awed wanashangaza, at his holiness. wanashangaa kwa utakatifu wake, And they shout, na wanapaza sauti, holy, takatifu, holy, mtakatifu, holy mtakatifu is the Lord God Almighty. ni Bwana Mungu mkuu mwenyezi. How does that speak? Je, hiyo yanena namna gani? Separation to the present church. Kujitenga kwa kanisa la sasa. Follow me on this journey. Munifuate katika safari hii. If you look at the Hebrew meaning of the word holy, Ikiwa utaangalia maana ya Kiebrania ya neno takatifu, and sometimes I thank the Lord that I studied in Israel. na wakati mwingine namshukuru Bwana kwamba nilisomea Israeli. I did not know it was meant to be a school for this. Sikujua kwamba ilikuwa iwe shule kwa ajili ya hii. I thought it was a school for the other. Nilifikiria kwamba ilikuwa shule ya ile nyingine. Lakini Mungu, Lakini Mungu mambo yake ni makuu. mambo yake ni makuu. Hallelujah. Haleluya. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. When you look at the Hebrew word holy, Wakati unatazama neno la Kiebrania takatifu, it has a root word, root word, liko na neno ya mzizi, meaning where it comes from. kumaanisha mahala ambapo inatoka. The root word for holy in Hebrew Neno la mzizi la takatifu kwa Kiebrania means the following: inamaanisha yafuatayo: set apart. kuwekwa kando. Set apart Kuwekwa kando means kumaanisha separated. kujitenga. So you can essentially say Kwa hivyo kimsingi waweza sema that when the seraphim are shouting because of the awesome glory and holiness, ya kwamba wakati maserafi wanapiga paza sauti kwa sababu ya utakatifu wa Mungu of the Lord, wa Bwana, you can say they're essentially saying, unaweza sema kimsingi wanasema set apart, set apart, set apart is the Lord. amewekwa kando, aliyewekwa
kando, aliyewekwa kando, aliyetengwa ni Mungu. Ametenganishwa. 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 The very nature of God speaks about separation that the church needs today. Asili yenyewe ya Mungu inazungumzia kuhusu kujitenga, kile ambacho kanisa inahitaji leo hii. And he has come to impart it into a church that has mixed up with moral decay. Na amekuja kuiwasilisha kwa kanisa ambalo limechangamana na muozo wa tabia. And I'm going to talk about the sandals later. Na naenda kuzungumzia kuhusu Sabato baadaye, That need to be removed when the glory has come. But let me first focus on this. ambayo inahitaji kuondolewa wakati utukufu umekuja. Lakini mnilenge kwanza. I'll mention a lot of sandals in the church. Nimetaja viatu kwa kanisa. I'll mention the false prophets, false apostles, Nitataja mitume wa uongo, manabii wa uongo, the preachers of prosperity. wahubiri wa ufanisi. I'll mention the worshippers you see on TV. They dance, they look at themselves. They look at, and then you wonder, is that how to worship the holy God of Israel? Alafu nitazungumzia I'm going kuhusu to mention, waabudu ambao wanaabudu wakijiangalia. Ninaenda kutaja the sandals that must be removed in Kenya. viatu ambavyo lazima viondolewe Kenya. But let me walk with me here. Lakini tembea na mimi hapa. He's saying, Anasema number one, jambo la the kwanza, very nature of God asili yenyewe ya Mungu bespeaks separation. inazungumzia kujitenga, That the Hebrew word separate, Yeah. the Hebrew word holy, ya kwamba neno la Kiebrania takatifu, that the seraphim shout, ambayo maserafi wanapaza sauti, holy, mtakatifu, holy, mtakatifu, holy is the Lord God Almighty. mtakatifu ni Mungu mkuu mwenyezi. And he says that Hebrew word holy Alafu anasema neno hilo la Kiebrania takatifu has the root word. liko na chanzo chake, And that root word na hilo neno lake la mzizi is set apart, ni kuwekwa kando, meaning separated. kumaanisha tenganishwa. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa, Holy takatifu and sanctified, na kutakaswa they share the same root word. inashiriki neno mzizi sawia. So in other words, Kwa hivyo kwa maneno you mengine, can also say that the seraphim are shouting and their orders is holiness. unaweza sema kwamba maserafi wanapaza sauti, wanashangazwa na utakatifu wake, By saying, kwa kusema sanctified, ametakaswa, sanctified, ametakaswa, sanctified is the ametakaswa Lord God Almighty. ni Bwana Mungu mkuu mwenyezi. Look, two words. Tazama maneno mawili. No, this is very deep. Catch this Hii here. ni ya vilindini sana. Shika hii hapa. This is the first time I'm giving this globally. Hii ni mara ya kwanza anapeana hii kote kote ulimwenguni, And you'll not get it on TV na uwezi ukaipata kwenye runinga or any Christian, global Christian TV. ama runinga yoyote ya Kikristo kote kote ulimwenguni. There they are busy entertaining clients. Pale wako tu na shughuli kwa tumbuiza wateja. But I am talking about reforms, repentance in the house. Lakini nazungumzia mabadiliko, toba katika nyumba, Preparing for the glorious coming of the Messiah that I have seen. kuandaa kwa sababu ya kukuja kwa utukufu kwa Masihi ambaye nimemuona. Everybody focus on me because of time. Kila mtu nilenge kwa sababu ya muda. He's saying Anasema that holy, ya kwamba takatifu, root word, neno la mzizi, set apart, ametenganishwa, separated. ametengwa. And then, Alafu in other words, neno jingine sharing the same root, ambalo linashiriki mzizi sawia, sanctified. amewekwa wakfu. And another one, Kuna nyingine consecrated. amewekwa wakfu, ametakaswa. Listen very carefully, precious people. Sikiliza kwa umakinifu, watu wa dhamani. Even Isaiah, Hata Isaia, in the book of Isaiah, katika kitabu cha Isaya chapter 6 also, sura ya 6 pia, when Isaiah saw, wakati Isaya aliona holy, takatifu, holy, takatifu, holy takatifu is the Lord God Almighty. ni Bwana Mungu mkuu mwenyezi. Isaiah was awed. Isaia alikuwa, And then after that you even hear him say, wow, I'm a man of sick lips. I'm a man of sin. You know, alafu because utamsikia of baadaye the akisema, holiness. kwa sababu ya utakatifu, nasikia akisema kwamba mimi ni mtu mwenye midomo michafu. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. I have said Nimesema the nature and character of God himself, asili na tabia ya Mungu mwenyewe, even in his glory, hata katika utukufu wake,
this talks about inazungumzia kuhusu separation. kujitenga. So if we are going to worship him, Kwa hivyo ikiwa tunaenda kumwabudu, this is now number 2. sasa hii na nambari 2, And I'm summarizing. na ninaweka kimuktasari. Number 2 is this. Jambo la pili ndio hii. He's saying Anasema that if the nature of God ya kwamba ikiwa asili ya Mungu is that much set apart, ni hiyo alama kutengwa, if you look at the scriptures, ikiwa utaangalia maandiko they say, wanasema, and I'm going to give a lot of scriptures in a while. na naenda kupeana maandiko mengi kwa muda mfupi. He says, Anasema he is high and exalted, yeye amekwezwa juu zaidi, highly exalted, amekwezwa juu zaidi, which still underscores separated, ambayo pia inaleta kwamba kutengwa, separated from the decay of the world. ametengwa na muozo wa ulimwengu. He says, Anasema he is the lofty one. yeye ndiye aliyeinuliwa juu zaidi. He says, Anasema heaven is my throne, mbingu ni enzi yangu, and the earth my footstool. na dunia mahala pangu pa kuweka miguu. There are many scriptures I'll give you that underscore that separatedness of God. Kuna maandiko mengi ambayo nitawapatia inayozungumzia kuhusu huko kutenganishwa kwa Mungu. But number 2 is this. Lakini jambo la pili ndio hili. If God himself, Jehovah, Ikiwa Mungu mwenyewe Yehova is set apart, ametengwa, his nature asili yake and character na tabia yake speaks about separation, separated, inazungumzia kuhusu kujitenganishwa, kutengwa, sanctified, kutakaswa. then number 2 is this. Basi jambo la pili ndio hili. Those who worship him, Wale ambao wanamwabudu like the church, kama kanisa, there is a requirement kunalo hitaji that they observe that separation. ya kwamba wazingatie huko kutengwa. Nobody heard me. Hakuna mtu aliyenisikia. No, can I repeat? Je, naweza nikarudia? This is big what I'm saying. Hii ni kubwa ile ambayo unaisema hapa. This is the cure. Hii ndio tiba. He's saying, Anasema if he is that much separated, ikiwa ametengwa kiasi hicho, then even those who worship like the born again, basi wale ambao wanamwabudu kama ambao wameokoka, like the church, kama kanisa, there is a demand kunalo hitaji that they be able to walk in that separation. ya kwamba waweze kutembea katika huko kutengwa. Can we look at some scripture on this? Je, tunaweza angalia maandiko ya hii? Hallelujah. Haleluya. Is everybody with me? Je, kila mtu yuko pamoja nami? Amen. Thank you very much. Amina, asante. I'm going to 1 Corinthians. Read with me. Naenda wa Korintho wa kwanza, soma pamoja nami. Chapter 1 verse 2. Sura ya kwanza mstari wa 2. Hallelujah. Haleluya. Separation. Kujitenga. The cloud of God Wingu la Mungu comes to the church linakuja kwa kanisa to establish kuimarisha the gains that Jesus made on the cross. faida ambazo Yesu alizileta msalabani. And I said central dogma. Central among them Na nikasema shina ya kati miongoni mwazo is separation. Ni Separation. Separation. ni kujitenga, kujitenga, kujitenga. 1 Corinthians chapter 2, chapter 1 verse 2. Wa Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Okay. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Wa Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, Kwa their kanisa, Lord and ours. kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, kwa wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa kuwa watakatifu, pamoja na wale wote ambao kila mahali wanalitia jina la Kristo Yesu Bwana wetu, aliye Bwana wao na wetu pia. He says, Anasema the church of Christ kanisa la Kristo is sanctified. limetakaswa, Sanctified by Jesus. limetakaswa na Yesu. Look, Tazama, everybody focus. kila mtu nilenge. Holy, Takatifu, holy,
takatifu, set apart, amewekwa kando, separated, ametengwa, sanctified. ametakaswa. Meaning, Kumaanisha, he's saying anasema there is a requirement on the church kuna hitaji kwa kanisa that the church be sanctified, ya kwamba kanisa litakaswe, because Jesus scored it already, burned it on the cross. kwa sababu Yesu aliitenda tayari msalabani. And he's saying, Na anasema you have been sanctified. mumetakaswa. Meaning, Kumaanisha, everyone look here, kila mtu tazama hapa, divine visitation. mtembeleo wa kiungu. Then he says, sanctified. Alafu anasema wametakaswa. Then he says, Alafu anasema consecrated. ametiwa wakfu. Then he says, Alafu anasema holy ground. mahali takatifu. Then he says, Kisha anasema holy people, watu takatifu, holy worship, ibada takatifu. and then God's treasured possession. Alafu anasema milki ya dhamani ya Mungu. The way he's addressing the church Jinsi ambavyo analiashiria kanisa tells you inakuambia that he requires of the church kwamba anahitaji kwa kanisa to observe lizingatie separation. kujitenga. So when you look at the church, Kwa hivyo unapolitazama kanisa like the Church of Christ in Kenya, kama kanisa la Kristo hapa Kenya that you see on TV, ambalo mwaliona kwenye runinga, for me, I see this. kwangu mimi naona haya. He shows me across the land. Ananionyesha kote kote katika nchi. Since 2004, Kuanzia mwaka wa 2004 I see the immoralities, ninaona usherati, the abortions. ninaona kuavya mimba, I see everything. naona kila kitu. You can imagine God is looking at the church with his eyes. Unaweza kuwazia kwamba Mungu analitazama kanisa na macho yake mwenyewe. There is nothing you can hide. Hakuna chochote waweza ficha. However, Lakini hata hivyo, when you see the Church of Christ like in Kenya unapoliona kanisa la Kristo kama Kenya and Germany, na Ujerumani, by the way, and New Zealand and even Brazil, everywhere, really, hata hivyo everywhere, na New Zealand na Brazil, kila mahali, the present day church, kanisa la sasa, and you see na unaona that the church has entangled herself ya kwamba kanisa limejifungamanisha with the lenyewe moral decay of this world. na muozo wa dunia hii. The world is doing immorality, Ulimwengu unafanya usherati and she's doing immorality. na yeye pia anafanya usherati. The world is lying, Ulimwengu unadanganya and the church is na lying. kanisa linadanganya Listen, pia. precious people. Sikiliza watu wa dhamani. About 4 weeks ago, Yapata majuma manne yaliyopita, he spoke to me in that mighty conversation, a dream. alinena pamoja nami katika majadiliano hayo makubwa katika ndoto, And I went live globally on radio. na nilienda moja kwa moja hewani kupitia masafa ya redio. And I said, Nami nikasema, nilisema that the voice shouted from heaven ya kwamba sauti ilipaza toka mbinguni that no, ya kwamba la, no two prophets can prophesy at the same time. hakuna manabii wawili wanaweza toa unabii kwa wakati mmoja. You heard it on radio. Ulisikia kupitia masafa ya redio. First listen to me. Kwanza nisikilize. And he says, Naye anasema one of them must be a false prophet. mmoja wao lazima awe ni nabii wa uongo. And then in that dream, Alafu katika hiyo I saw ndoto the wrath of God coming from heaven nikaona ghadhabu ya Mungu ikishuka toka mbinguni and touch the false prophets. na ikawaguza manabii wa uongo. That wrath is still going on right now. Hiyo ghadhabu bado inaendelea sasa hivi. But what I'm saying is the following. Lakini kile anachosema ni yafuatayo. I'm saying, Ninasema if you look at the church, ikiwa utalitazama kanisa wherever you are, popote ulipo, and you find that the same lies of the world na upate kwamba uongo ule ule wa dunia has entered, umeingia, the same corruption of the world ufisadi ule ule wa dunia has entered, umeingia, the same love of money of the world kupenda pesa kule kwa ulimwengu has entered, kumeingia, the immorality usherati has entered, umeingia. then he's saying, Basi anasema based on what the cloud of God kuzingatia na wingu la Mungu spoke to Israel, iliyonenea Israeli, separation, kujitenga. even though I created all the nations, Hata ingawaje naliyaumba mataifa yote, if you obey me, ikiwa mtanitii mimi, to me, kwangu mimi you'll be a treasured possession. utakuwa milki ya dhamani. And when you go to 1 Peter, Na unapoenda Petro wa kwanza, 1 Peter chapter 2, Petro wa kwanza sura ya 2,
verse 9 to 10, mstari wa 9 hadi wa 10, you hear him saying the same to the church. unamsikia akisema hayo kwa kanisa. First Peter, precious people, Petro wa kwanza, watu wa dhamani, chapter 2, sura ya 2, verse 9. mstari wa 9. Can I read it now? Je, naweza isoma He sasa? said, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into the wonderful light. Lakini ninyi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, si taifa takatifu la Mungu, mlioitwa ili kutangaza sifa zake yeye aliyewaita kutoka gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Mwanzo ninyi mlikuwa si taifa, lakini sasa ninyi ni taifa la Mungu. Mwanzo mlikuwa hamkupata rehema, lakini sasa mmepata rehema. The cloud of God, Wingu la Mungu, the glory of God, utukufu wa Mungu, brings to the church unaleta kwa kanisa separation. kujitenga, Because he's saying kwa sababu anasema that even the church, ya kwamba hata kanisa, if the church ikiwa kanisa will adhere to the covenant at the cross, litashikilia agano la msalaba, the church of Christ, kanisa la Kristo, then he says, kisha anasema the church too, kanisa pia like Israel, kama Israeli, you are a royal priesthood, a holy nation, a chosen people, God's treasured possession. nyinyi ni taifa la Mungu, ukuhani wa kifalme wa Mungu, taifa lililochaguliwa la Mungu. So what has happened to the church then? Basi nini limelitendekea kanisa basi? I'm just on number 2. Don't lose me. Niko tu katika nambari 2, usinipoteze. Number 1, I said, Jambo la kwanza nilisema, God's very nature asili ya Mungu mwenyewe speaks separation. Separation. Separation 3 times. inazungumzia kujitenga, kujitenga, kujitenga mara 3. Number 2, I said, Jambo la pili nilisema, therefore those that worship him, hivyo basi wale wanaomwabudu there is a requirement kunalo hitaji to observe that separation. ya kuzingatia huko kujitenga. But listen, precious people, Lakini sikiliza watu wa dhamani, number 3 jambo la 3 is more critical now. ni nyeti zaidi sasa. Hallelujah. Haleluya. Thank you very much. Asante zaidi. He says, Anasema born again Christians. Wakristo ambao wamezaliwa mara ya pili. I'm saying born again. Nazungumzia waliookoka, People that have received Jesus watu ambao wameokoka, wamepokea Yesu and confessed him, na kumkiri, accepted him. wamemkubali. You ask them, Unawauliza, are you born again? je, umeokoka? I am born again. Nimeokoka. They have received him. Wamempokea. He says this. Anasema haya. Number 3 now. Jambo la 3 sasa, That born again Christians, ya kwamba Wakristo ambao wameokoka, meaning the church, kumaanisha kanisa, in her walk, katika mtembeo wake, her lifestyle, katika maisha yake, as much as if she is separated, ili mradi ametengwa, but in her walk lakini katika mtembeo wake and lifestyle, na mtindo wake wa maisha, there must be consistency. lazima kuwe na kuendelea. Let me put it better. Hebu niweke bora zaidi. He's saying, Anasema once the church is separated, observe the separation. mara kanisa limezingatia kujitenga, He's saying, anasema her walk and lifestyle, limetembea mtindo wa maisha, her walk and lifestyle mtembeo wake na mtindo wa maisha must be consistent with that separation. lazima uwe wa kuendelea na kujitenga. When you see the church in Kenya, Unapolitazama kanisa la Kenya, do you see the consistency? je, unaona kuendelea bila kukata tamaa ya kujitenga? Again I say, let me repeat. Alafu wacha nirudie. I say this cloud Nasema hili wingu is speaking volume to the church. inazungumzia ukuu kwa kanisa, And you can imagine na unaweza kuwazia that here the glory has visited. ya kwamba hapa utukufu umetembelea, But elsewhere,
lakini mahala kwingineko. I know that I've discipled a lot of thousands of pastors here. Najua kwamba nimewachunga wachungaji wengi hapa. The Lord has allowed me sometimes to lay down nations to just do discipleship sessions in the thousands. Bwana ameniruhusu kuyaweka kando mataifa mengi, kufundisha tu, kuwafundisha wachungaji. Since 2004 kuanzia mwaka wa 2004 until now. hadi sasa. Holiness, utakatifu, holiness, utakatifu, holiness, utakatifu, righteousness, uhaki, righteousness, uhaki, righteousness, uhaki, repentance, toba, repentance. toba. Until now, hadi sasa hivi. finally you have seen Hatimaye mumeona why the Lord demands repentance from the church. ni kwa nini Bwana anadai toba toka kwa kanisa. Hallelujah. Hallelujah. But listen, let me summarize for you. Lakini sikiliza, wacha niweke katika mkutasari. Before I terminate with the sandals, kabla nimalizie na viatu, listen to this. sikiza haya. The very nature of God Asili yenyewe ya Mungu and character of God na tabia ya Mungu speaks about separation. inazungumzia kuhusu kujitenga. Separation. Kujitenga. Even this cloud. Hata hili wingu. When I saw that, in fact, it was the prophecy I gave November 21st. Hata hivyo ilikuwa unabii nilioutoa Novemba tarehe 21. 2012. Mwaka wa 2012. A clear more than 1 month before it happened. Mwezi mmoja kamili kabla itendeke. And if you hear that prophecy on the YouTube, you can find it there. Huwa unabii Stamped with that date. Kuanzia hiyo tarehe. Stamped. YouTube is beautiful. YouTube yapendeza. Because when you put, kwa sababu unapoweka, it stamps the date. Inatia muhuri tarehe. So if it happens, kwa hivyo ikitendeka, then they know basi wanajua that the Lord, ya kwamba Bwana, He has indeed spoken. kwa kweli amenena. But you have to appreciate, lakini itabidi mshukuru, how difficult it was jinsi ambavyo ilikuwa ngumu for me sana to be able to tell a modern generation kwa wewe kuliambia kanisa la sasa that look, ya kwamba tazama, the ancient God of Moses, Mungu wa zamani wa Musa, that came in the cloud, ambaye alishuka katika wingu, is coming in the same ancient cloud anakuja katika lile wingu la kale to a modern church. kwa kanisa la sasa. You must appreciate. Lazima ushukuru. But because of time, focus on it. Lakini kwa sababu ya wakati nilenge, I am summarizing for you ninaweka muktasari kwa ajili yenu. the message that the Lord is giving through this visitation. Ujumbe ambao Bwana anapeana kupitia huu mtembeleo. He's saying, anasema, the very nature and character of God. Asili ya Mungu na tabia ya Mungu mwenyewe. Even if you go to the book of Revelation chapter 4. Hata ukienda katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4. Or Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. Ama Isaiah sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Holy, takatifu, holy, takatifu, holy takatifu is the Lord God Almighty. Ni Bwana Mungu mkuu mwenyezi. And he says, naye anasema, the root word, neno la mzizi, set apart, ametengwa, set apart, ametengwa, separated, ametenganishwa, is the Lord God Almighty. ni Bwana Mungu mkuu mwenyezi. The very nature of God, asili yenyewe ya Mungu mwenyewe, including the prophecy on the YouTube. kuhusisha unabii katika YouTube. You'll hear me saying before it comes, 1 month before. Utanisikia nikisema mwezi mmoja kabla itendeke. And I saw heaven open. Nami nikaona mbingu zimefunguka. And I saw his glory coming from heaven. Nami nikauona utukufu wake ukishuka toka mbinguni. Separated. Ametengwa. Separated. Ametengwa. Coming down now. Akishuka chini sasa. The very nature and character of God. Asili yenyewe na tabia ya Mungu mwenyewe. This speaks separation. Inazungumzia kutengwa. If the church in Kenya did not know, ikiwa kanisa la Kenya halikujua, then you must now know. basi sasa lazima mjue. And that's why when you look at the church, na ndio sababu ukilitazama kanisa, when I look at the church on TV in Kenya, napoliangalia kanisa kwenye runinga hapa Kenya, I always wonder, kila wakati ushangaa, what God do
do they worship? Ni Mungu yupi ambaye wanamwabudu? Because sometimes Kwa sababu wakati mwingine I see them combining gods. ninaona wakiunganisha miungu. I am going to come to the sandals. Give me time. Naenda kuja kwa viatu, nipatie wakati. But sometimes it pushes me. Lakini wakati mwingine inanisukuma, Inanikula. It eats me up. inanikula. And I'm forced to say it right Na there. ninalazimisha kuisema papo hapo. Sometimes when I watch, Wakati mwingine napotazama, I see your senior bishops ninaona maaskofu wenu wa ngazi za juu standing Pentecostal, wakisimama Pentecoste, Buddhist, Wabudhi, Hindu, Wahindu, everybody, every religion, Islam, everybody kila together. mtu, Uislamu, kila moja, kila dini pamoja. And yet I have news for the church. Na ili hali nimezoea kanisa, Separated. wametengwa, Separated. wametengwa, Separated. Is wametengwa. the Lord God Almighty. Mungu mkuu Jehovah. mwenyezi, Yehova. Oh yes. Oh ndio, When you bring me, I'll tell you the truth. unaponileta nitakwambia ukweli. I laid down 5 nations. Niliweka kando mataifa 5, But if I lay them down lakini ikiwa nitayaweka chini for your state, kwa ajili ya hali yenu, then I must say to basi you, lazima niwaambie. hallelujah. Haleluya! Because since 2004, Kwa sababu tangia mwaka wa they are 2004 preaching holiness, holiness, righteousness, repentance, utakatifu, rebuking sin. utakatifu, uhaki, toba, nikikemea dhambi. But recently I was discipling thousands of you pastors, Lakini hivi karibuni nilikuwa nafundisha maelfu yenyu wachungaji, and I was talking about Simeon, na nilikuwa nazungumzia kuhusu Simeoni, the one that bore witness unto the Messiah yule ambaye alimshuhudia Masihi before the Messiah came, kabla Masihi kuja, when there was darkness, wakati kulikuwa na giza, when the way of reconciliation had not been revealed to the Gentiles. wakati njia ya upatanisho haikuwa imefunuliwa kwa watu wa mataifa. And I said, Simeon must be a unique person. Alafu nikasema Simeoni lazima awe ni mtu alikuwa specially, Because I said kwa sababu nilisema that Simeon, even the way he calls the Lord, ya kwamba Simeoni hata jinsi ambavyo anamuita Bwana, he says, sovereign Lord. anasema Mungu mkuu mwenyezi. Sovereign Lord means Sio Mungu mkuu mwenyezi, amaanisha incontestable God. Mungu ambaye hawezi akapingwa akaondolewa kwa vyovyote vile. The God of Israel, Jehovah. Mungu wa Israeli, Yehova, His authority mamlaka yake is incontestable. haiwezi ikabishwa. It means, sovereign means Inamaanisha uncomparable God. Mungu ambaye hawezi akalinganishwa. Sovereign means Mungu mkuu mwenyezi inamaanisha head of state, Mungu ambaye anaongoza ikulu, meaning he is the appointing authority in the kumaanisha church. ndiye mamlaka ya kuteua kwa kanisa. But when you look at the church today, Lakini unapolitazama kanisa leo hii, I see the church has not even understood how to call God, who God is. ninaona kwamba kanisa halijajua hata jinsi ya kumuita Mungu. Mungu ndiye nani? Because if they knew that the Lord is called sovereign God, Kwa sababu kama wangejua kwamba Mungu anaitwa Mungu mkuu mwenyezi, they would have known wangelijua that even if you just go to a dictionary ya kwamba hata ukienda kwenye kamusi to understand the word sovereign, ukaelewe neno mwenyezi, it says monarch, the grand monarch. inasema mona, aliye mkubwa zaidi, Meaning, kumaanisha you cannot put God on a referendum. hauwezi ukaweka Mungu katika uchaguzi. Hey. Ndio, But when I see the church in Kenya, lakini napoliona kanisa la Kenya, they have put my God Jehovah wamemweka Mungu wangu Yehova on a referendum. katika kura ya maoni, Meaning, kumaanisha I want to choose this one. nataka nichague huyu, I don't know which one I should choose. sijui nani wa kumchagua. How dare you? Unawezaje ukajaribu? Simeon said, Simeoni alisema sovereign Lord. Mungu mkuu mwenyezi, Meaning, kumaanisha you can never vote for God. hauwezi ukapigia kura Mungu. He's a grand monarch, a king. Ndiye mkubwa kabisa, mfalme. I need to continue. Nahitaji kuendelea, Allow me first purify the land. lakini mniruhusu kwanza nitakase nchi, Because kwa sababu he's saying anasema the very nature of God asili yenyewe ya Mungu talks about separation. inazungumzia kuhusu kujitenga. Ai, How dare you unawezaje kujaribu combine? kuunganisha? Hallelujah. Haleluya! Senior Archbishop Askofu mkuu Dr. Njoro, Daktari Onjoro,
to put many gods kuweka miungu mingi and to add Jehovah there na kuongezea Yehova pale and to tell you, na kukwambia wewe now choose one. sasa chagua mmoja. Kenya, Kenya, ole wako. ole wenu. I am announcing repentance in the church. Ninatangaza toba kwa kanisa. Repentance Toba in the church of Christ. katika kanisa la Kristo. And I've announced it Na ninaitangaza for 10 years. kwa miaka 10. Even today, Hata leo I am announcing ninatangaza repentance. toba. Hallelujah. Hallelujah. Can I continue? Je, naweza kuendelea? Sit down. Ketini chini. I said, Nilisema because of the short airtime on TV, kwa sababu ya airtime mfupi kwa runinga, we don't even have time to read the scripture. hatuna hata muda wa kusoma maandiko. I can summarize it for you. Ninaweza kuitia muktasari kwa ajili yenu. Can I go through it again? Je, naweza ifanya tena? And you find Na unapata the mixing. kuchanganya. Let me kneel down here and worship a statue. Hebu nipige magoti niabudu kinyago sanamu. Let me agree with other gods Hebu nikubaliane na miungu mingine so we can do a press conference together. ili tufanye kongamano la wanahabari pamoja. Meaning, Kumaanisha we have all agreed now. sote tumekubaliana sasa. Hey, Ndio, our gods are now equal. miungu yetu sasa yatoshana. Whether you are just worshiping a cow Iwe unaabudu tu ng'ombe or a piece of wood, ama kipande tu cha mbao. I am now saying it's okay now. The gods are equal. Let's do a press Sasa conference nimesema together. inatoshana, miungu yote Hapana, inatoshana. hapana, hapana, hapana. Hapana. I refuse. Ninakataa. There is no mixing. Hakuna kuchanganya. There is no mixing. Hakuna kuchanganya. Because he says, Kwa sababu yuwasema separated, kujitenga. separated, Kujitenga. separated, Ametengwa. set apart, Amewekwa kando. set apart, Amewekwa kando. set apart. Amewekwa Is kando. our Lord God Almighty. Ni Bwana wetu Mungu mkuu mwenyezi. I am running out. I am Ninakimbia going kwenda out. nje. Ninaenda I am nje. going. Ninaenda. I want to go out. Nataka kwenda. How? Yawezekanaje? How can you mix gods? Unawezaje kuchanganya miungu? How? Unawezaje? Hapana, Hapana. hapana, Hapana. hapana, Hapana. 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 You cannot mix. Hawezi The ukachanganya. very nature of God Asili yenyewe ya Mungu is separated. ni ametengwa. Hapana. Hapana. I've refused Nimekataa that Jehovah ya kwamba Yehova cannot be mixed. hawezi kuchanganywa. Hawezi. Hawezi. So the church in Kenya, Kwa hivyo kanisa la Kenya, step number 1, hatua ya kwanza repentance. toba. And by the way, Na hata hivyo repentance itself toba yenyewe means inamaanisha separation kujitenga from sin. kutoka kwa dhambi. Kenya, Kenya, the glory is visiting you. utukufu unawatembelea And you are busy mixing gods. na muna shughuli kuchanganya miungu. You surely must repent. Kwa hakika lazima You mutubu. understand me? Je, munanielewa? You understand when I came with fire here? Je, unaelewa kwa nini nilikuja na moto hapa? And I said, Nami nikasema fire is eating me. moto unanikula. I am bottled up. Nimejaa. There are some things I need to bring out. Kuna mambo ambayo nahitaji kuyatoa nje. Because when I look at the church in Kenya, Kwa sababu unapolitazama kanisa Kenya, oh, what a shame. ni aibu kiasi gani. I switch off. Ninazima. I cannot watch. Siwezi kutazama. Because I ask, Kwa sababu nauliza, Bwana DC, Bwana DC, I ask, nauliza, which God is that they are worshipping? ni Mungu yupi huyo ambaye wanamwabudu? Can I move on now? Je, naweza songa mbele So I sasa? said, Kwa hivyo nikasema, the cloud of God is speaking to the church. wingu la Mungu laitembelea kanisa. He's saying the following, Anasema yafuatayo, that the very nature of God ya kwamba asili yenyewe ya Mungu is separation. ni kutengwa. Number 2, Jambo la pili, that if there are those that worship him, ya kwamba ikiwa kuna wale wanaomwabudu like Israel, kama Israeli, to become a treasured possession kufanyika milki ya dhamani ya Mungu among all the nations of the earth, miongoni mwa mataifa yote ya ulimwengu, even them
hata wao they must observe this separation. lazima wazingatie kutengwa huko. Number 3 says Jambo la tatu yuwasema that if you are now separated, ya kwamba ikiwa sasa umetengwa, it is not alama ya kuweka kwa mgongo. sio alama ya kutiliwa mgongoni. He's saying Anasema that your lifestyle, ya kwamba mtindo wako wa maisha, he's saying, anasema and your walk, na mtembeo wako, when you walk unapotembea and do lifestyle, na kufanya mtindo wa maisha, it must be able to be consistent. lazima iwe ya kuendelea bila kukata tamaa. It must reflect Lazima iashirie that separation. huko kujitenga. And that's why I always tell pastors in this ministry, Na ndio sababu kila mara huambia wachungaji katika huduma hii, I always say, kila mara husema in God's calling, katika mwito wa Mungu there is no falling. hakuna kuanguka. Let me just go and fall Wacha niende tu nianguke so that I'll repent. ili kwamba nitatubu. Be careful. Jichunge. If there is any sin I've rebuked global, Ikiwa kuna dhambi yoyote ambayo nimekemea ulimwenguni kote, from Gisborne in New Zealand, the last end of the earth, kutoka Gisborne, New Zealand, upande mwisho mwingine wa dunia huko, to Uvascular near Russia or Finland, kule hadi Uvascular uppermost, karibu na Urusi ya juu kabisa, where the land is coming to an end now. mahali ambapo nchi inafikia karibu mwisho sasa, Finnish land. nchi ambayo imekwishia, From imemalizika. Canada to Seoul, South Korea. Kutoka Canada hadi Seoul, Korea Kusini. That sin, Hiyo dhambi, sexual sin, dhambi ya ngono na usherati, that sin, hiyo dhambi, the gospel of prosperity in the church, injili ya ufanisi kwa kanisa, that sin, hiyo dhambi, false apostles mitume wa uongo in the church. katika kanisa. I am now on the sandals. Sasa niko kwenye viatu. That sin, Hiyo dhambi, the confusing voice of false prophets. ile sauti ya kuchanganya na manabii wa uongo. Let me finish now. Wacha nimalizie sasa. I have mentioned 3. Nimetaja 3. Can I mention the 4th one Je, naweza taja ya 4 before we go off air? kabla tuondoke hewani? The 4th one is this. Ya 4 ndio hii. He's saying, Anasema once you realize that God is separated, mara tu umegundua kwamba Mungu ametengwa and you have observed that separation, na umezingatia huko kutengwa, and you are living your lifestyle consistent with that separation, na unaishi maisha yako kwa kuendelea na huko kutengwa, the 4th one is this. ya 4 ndio hii. God Almighty Mungu mkuu mwenyezi demands anadai that as you do your life, ya kwamba unapoendelea na maisha yako, that separation huko kujitenga be highlighted. iweze kuwa ya kiwango cha juu, Iinuliwe juu hivi. inuliwe juu hivi, That everybody sees separate. That one is separated. ya kwamba kila mtu aone kwamba huyo ametengwa. I need to read one verse before we go off air. Nahitaji kusoma mstari mmoja kabla tuondoke hewani. It is here. Leviticus chapter 10 verse 8. Mambo ya Walawi sura ya 10 mstari wa 8. Real quick, we have 5 minutes to go off air. Haraka sana, tuko tuna dakika 5 tutoke hewani. And millions of Kenyans are tuned in right Na now. mamilioni ya Wakenya wanasikiliza, wanatazama sasa hivi. This is beautiful Hii yapendeza because they are going to vacate those churches. kwa sababu wanaenda kuhama hayo makanisa. Nobody will ever lie to them again. Hakuna mtu atawahi watanganya tena. We need to get more airtime, right? Tunahitaji kupata airtime zaidi. Oh, we have been added 15 minutes, right? Tumeongezewa dakika 15. Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Hey! Ah, Hey! eh, The Lord helped me. Bwana alinisaidia. May the Lord bless you, NTV. Hebu Bwana wabarikie NTV. Hallelujah. Haleluya! You are really you are on fire. Muko kwa moto kabisa. I am now reading Sasa ninasoma Leviticus chapter 10. Mambo ya Walawi sura ya Real 10. quick. Kwa haraka kabisa. God demands that separation be highlighted. Mungu anadai kwamba huko kujitengwa kukaweze kuinuliwa. Leviticus 8, he says, then the Lord said to Aaron, you and your sons are not to drink wine or other fermented drinks whenever you go into the tent of meeting, or you will die. Biblia yasema hivi mstari wa 8, kisha Bwana akamwambia Haruni, wewe na wanao msinywe mvinyo wala kinywaji kingine kilichochachuka wakati mwingiapo katika hema la kukutania, la sivyo mtakufa. This is the lasting ordinance for the generations to come. You must be distinguished
you must distinguish between the holy and the common, between the unclean and the clean. And you must teach Israel, the Israelites, all the decrees the Lord has given them. Listen to this now. You must distinguish between clean and unclean. You must distinguish between holy and unholy. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo. Ni lazima mtenganishe kilicho kitakatifu na kile kilicho cha kawaida, kati ya yaliyo najisi na yaliyo safi. Lazima mwafundishe Waisraeli amri zote ambazo Bwana aliwapa kupitia Mose. Do you see how the Lord demands that even as you live your life, that separation highlighted? Je, unaona jinsi ambavyo Bwana anadai kwamba unapoishi maisha yako ya kujitenga, huko kujitenga kukaweze kuinuliwa juu zaidi. I am finishing. I'm reading the next one. Ninamalizia na soma ifuatayo. Leviticus 20. Mambo ya Walawi sura ya 20. Verses 22 to 27. Mstari wa 22 hadi 27. Keep all my decrees and laws and follow them, that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. Shika amri na sheria zangu zote na kuzifuata, ili kwamba katika nchi ninayowaleta kuishi isiwatapike. You must not live according to the customs of the nations I am going to drive out before you. Because they did all these things, I abhor them. Kamwe msiishi kwa kufuata desturi za mataifa nitakayo wafukuza mbele yenu, kwa sababu walifanya mambo haya yote nami nikachukizwa sana nao. But I say to you, you will possess the land, and I'll give it to you as an inheritance, a land flowing with milk and honey. I am the Lord who set you apart from the nations. Lakini niliwaambia mtaimiliki nchi yao, nitawapa ninyi kwa urithi nchi inayotirika maziwa na asali. Mimi ndimi Bwana wenu ambaye amewatenga kutoka kwa mataifa. There are many. Kuna mengi. Colossians chapter 3, 5 to 10. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 10. Ezekiel 22 verse 26. Ezekieli 22 mstari wa 26. Ezekiel 44, 23. Ezekieli 44 mstari wa 23. 1 Peter chapter 1 verse 14. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 14. Do you now understand? Je, sasa mnaelewa? In Exodus 13, Katika 33. Katika Kutoka 33, when Moses saw this cloud, wakati Musa aliona hili wingu, and then he went to the Lord. alafu kisha akamwendea Bwana. Lord, Bwana, now that you have come sasa kwamba umekuja and loved us na kutupenda and visited us na kututembelea and sisi dwelt among us na kukaa miongoni mwetu and led us, na kutuongoza, the way this cloud is now leading the church. jinsi ambavyo hili wingu sasa laongoza Oh, kanisa. look at the leadership tonight here. Tazama uongozi wa usiku wa leo He's hapa. heading to heaven with the church. Anaelekea mbinguni na kanisa. And he said, Lakini anasema now that you have done these things, sasa kwamba umetenda mambo haya, and also na pia you have given us food, manna umetupatia mana, chakula from heaven, kutoka mbinguni, how will the other nations of the earth je, mataifa mengine ya dunia know that you have loved us and we have eaten from your hands? yatajuaje kwamba umetupenda na tumekula toka mikononi mwako? And he finishes by saying, Na anamalizia kwa kusema, what will distinguish us? nini kitatofautisha sisi? Meaning, Kumaanisha, what will separate us? nini kitatutenga sisi? That when you see, Ya kwamba unapoona it will be highlighted itawekwa juu, that those people, ya kwamba wale watu, that church, ile kanisa, they have been visited. wametembelewa. And he said, Na anasema, wherever my divine presence comes, wakati wowote uwepo wangu wa kiungu unakuja, that place mahali pale is a place of visitation. ni mahali pa mtembeleo. And just like Moses came close to the glory by fire, Na jinsi ambavyo Musa alikaribia ule utukufu wa moto, and I told him, nami nikamwambia, Moses, Moses, Musa, do not come any closer. usisongee karibu. First of all, Kwanza kabisa, remove those sandals, vua viatu vyako, for the place where you are standing kwa maana mahali ambapo umesimama is now holy ground. sasa ni ardhi takatifu.
divine presence uwepo wa kiungu coming to a place ukishuka mahali sanctifies the place. unatakasa mahali hapo. When it sanctifies the place, Anapotakasa mahali hapo, that place becomes consecrated. mahali pale panatiwa wakfu. And if you look at the Hebrew meaning of the word consecrated, Na ukiangalia maana ya Kiebrania ya kutiwa wakfu, they say, wanasema go and consecrate for me Aaron. nenda ukamtie wakfu Aruni, Meaning, kumaanisha go and set him apart. nenda ukamutenge. So consecration. Kwa hivyo kujitenga, And after that, na baada ya hiyo he declares it holy ground. anatangaza ardhi takatifu. And when he declares holy Na ground, anapotangaza ardhi the takatifu, people therein watu waliomo mle ndani are declared by the Lord wanatangazwa na Bwana holy people. watu watakatifu. And holy Na people watu watakatifu have a holy assignment. ni wamepewa wajibu takatifu. And that holy Na assignment, hilo wajibu takatifu, let my people go, wacha watu wangu waende, that they may go worship me. ya kwamba waende wakaniabudu. Holy worship. Ibada takatifu. And if they worship holy, Na ikiwa wataabudu kwa utakatifu, the Lord says, Bwana yuwasema enough is enough. yatosha, imetosha. Now you are my treasured Sasa possession. nyinyi ni miliki yangu ya dhamani. And then he says, Alafu anasema when you are now that level, wakati sasa muko katika hicho kiwango, visited by this cloud, umetembelewa na ili wingu, then your walk must change. basi mtembeo wenu lazima ubadilike. Your talk must change. Mazungumzo yenu lazima Your yabadilike. heart must change. Moyo wenu lazima ubadilike. Your worship must stop showing and looking at yourself. Ibada yenu lazima ikome. They lift the legs also. Kujionyesha, alafu wanainua miguu pia, wanajiangalia. Ona vile mimi ni mrembo, they say. Ona They vile do mimi ni like that. mrembo. Wanafanya hivyo. He says Anasema that worship must change. hiyo ibada lazima ibadilike. Your mind must change. Mawazo yenu lazima Your yabadilike. friends must change. Na nguvu zenu lazima Hata zibadilike. marafiki zako. Hata marafiki wako. And he says, Na alafu if anasema you look at that church, ikiwa utalitazama hilo kanisa, even her destiny has changed. hata hatima yake She's imebadilika. headed to heaven. Anaelekea mbinguni. But listen to the most important. Lakini sikiza iliyo muhimu In zaidi. Genesis chapter 3, Katika Mwanzo sura ya 3, Adam and Eve, Adamu na Hawa, verse 8, mstari wa 8, they walked with God walitembea na Mungu in the cool of the day. katika utulivu wa And the siku, original plan, na waliishi katika hiyo nchi. the original plan Mpango wa asili did not have death. haukuwa na kifo. If they were to be holy, Ikiwa walikuwa wawe watakatifu, set apart, wametengwa and righteous, na wenye haki, and separated, na wametengwa, they would have lived in paradiso. wangeishi Paradise forever. paradiso, wangeishi paradiso milele. Paradise for us now is in heaven. But you Paradiso can imagine, kwetu sisi it kwa was mbinguni. here. It was here. Lakini ilikuweko hapa. That's why the cherubim were there. Ndio sababu makerubi walikuwa huko. And he says, Na ndio sababu anasema Adam and Eve walked with God, Adamu na Hawa walitembea na Mungu, but when they sinned, lakini walipotenda dhambi, death came. kifo kikaja. But to prove the devil wrong, Lakini kudhibitisha kwamba shetani ana makosa, Genesis chapter 5 verse 21 to 25, Mwanzo sura ya 5 21 hadi 25, Enoch came. Enoki akaja. And the Bible says, Na Biblia inasema, if you read the whole of that chapter 5 ikiwa utasoma hiyo sura yote ya 5 of Genesis, ya kitabu cha you Mwanzo, hear so and so lived unagundua kwamba fulani na fulani akaishi and died. na akafa, So and so lived fulani wa fulani akaishi and died. na akafa. But when you come to Enoch, Lakini unapokuja kwa you Enoki, see that Enoch lived 65 years unaona kwamba Enoki akaishi miaka 65 and became a father. na akafanyika babake. And from that point on, Na alipotangia hapo, he says, anasema and Enoch walked with God 300 na years. Enoki akatembea na Mungu miaka 300. And he's saying Na anasema that when Enoch walked with God, ya kwamba Enoki alipotembea na Mungu he was no more. hakuwepo tena, There are no records of him now. hakuna nakala zake tena, Because kwa sababu the Lord said, Bwana alisema, I look at your heart. naangalia moyo wako It is zealous for me. na jinsi ambavyo una ari kwa ajili yangu. Enough is enough. Yatosha, imetosha. I rapture you to heaven. Ninakunyakua kwenda mbinguni. And now he has come Sasa amekuja to walk with the church. kutembea na kanisa, And as she walks with na him, anapotembea pamoja na yeye, he's giving the church anapea kanisa today here leo hii hapa his leadership. uongozi wake, And he's saying, naye anasema separation, kujitenga, separation, kujitenga,
separation. kujitenga. He's saying Anasema repentance. toba. Repentance Toba. is separation. Anatenga Ni kutenganishwa. ni kutenganishwa. Repentance Toba is separation ni kujitenga from sin. kutoka kwa dhambi. And he's telling the church in Kenya, Alafu analiambia kanisa la Kenya, there is no way hakuna njia yoyote you ile can subject our God Jehovah, unaweza kumpeleka Mungu wetu Yehova, our Lord Jesus, Bwana wetu Yesu, the mighty God, Mungu mkuu mwenyezi, to a referendum kwa kura ya with maoni all the other gods na miungu mingine and yoyote appear in the media. na kuonekana kwenye He's wanahabari. saying to the church, Na badala yake kanisa, separation. We have 20 more minutes. tuko na dakika Hallelujah. 20 zaidi. Haleluya. I was running. Nilikuwa nakimbia. Nilikuwa nakimbia. Thank you so much. Asante zaidi. 20 more minutes. Dakika 20 zaidi. Look at that baby that was healed. Tazama yule mtoto ambaye aliponywa. Doing to me like this. Hebu nifanyie hivi mtoto. Baby blessings Gitao. Mtoto blessings Gitao. Precious people. Watu wa dhamani. Let me give this thing properly. Hebu nipeane hiki kitu kwa vile inavyotakana. NTV. NTV. This is it. Hii ndio hii. The nation must now repent. Taifa sasa lazima litubu. Because he's saying Kwa sababu anasema that the cloud of God ya kwamba wingu la Mungu brings to the church linaleta kwa the kanisa doctrine of separation. mafundisho ya kujitenga. He's saying, Anasema I have come to consolidate nimekuja kuunganisha the gains that Jesus made, zile faida ambazo Yesu alitengeza, achieved alizopata on the cross, katika msalaba, and central among them na yashinda miongoni mwazo was separation. ilikuwa kujitenga. So now you know, Kwa hivyo sasa mwajua, if you are a Christian ikiwa wewe ni Mkristo and then you look at your dressing alafu unaangalia mavazi yako in a mirror, katika kioo, I would sometimes I say you need to draw a line in the middle of the paper. wakati mwingine nasema unahitaji kuchora mstari katika karatasi Katikati namna hii. katikati namna hii, And you say before the blood, alafu useme kabla ya damu, or you say before the cross, ama useme kabla ya msalaba, and then alafu on this side after the cross, upande mwingine baada ya msalaba, and then write number 1, alafu andike nambari 1, dressing. mavazi. No, don't write it now. Usiandike. Focus on me because of time. Mnilenge kwa sababu ya wakati. If you will find Ikiwa utapata that there is a great similarity, ya kwamba kuna kufanana kukubwa. everybody focus now. Kila mtu nilenge sasa. If you find similarity Ikiwa utapata kufanana between your dressing in the world kati ya kuvalia kwako katika ulimwengu and the dressing after the blood, na kuvalia kwako baada ya damu, then you know the following: basi unajua yafuatayo: you are not yet separated. wewe bado haujatengwa. So it requires of you Kwa hivyo inahitajika kwako to first be set apart kwanza utengwe kando from sin, kutoka kwa dhambi, meaning kumaanisha repentance. toba. Why? Kwa nini? Because we know what to expect from the world. Kwa sababu tunajua kile tunachotarajia toka kwa ulimwengu It is sin. ni dhambi. Everything there is sin. Kila kitu mle ndani ni dhambi. So if you are dressing worldly, Kwa hivyo ikiwa unavalia kiulimwengu, moral decay, umwozo wa like tabia that. namna hiyo, And he's saying, alafu anasema when you look at the Church of Christ in Kenya, unapolitazama kanisa la Kristo hapa Kenya for 10 straight years, kwa miaka 10 until I've grown gray hair, hadi nimemea mvi, nywele nyeupe, nywele nyeupe, I have been telling the church nimekuwa nikiliambia kanisa that the Church of Christ in Kenya needs to repent. ya kwamba kanisa la Kristo la Kenya linahitaji kutubu. And I said, Na nikasema that repentance hiyo toba has to begin with the pulpit, lazima ianzie kwa madhabahu, because they are the teachers of the law. kwa sababu wao ndio walimu wa sheria, They are the ones teaching the law. wao ndio wanafundisha sheria. The sheep are always faithful and obedient. Kondoo kila wakati ni waaminifu na watiifu. And now, Na sasa I said nilisema that when the church repents, ya kwamba wakati kanisa linatubu, her course
changes. mkondo wake unabadilika. If she was going this direction, Ikiwa alikuwa anaelekea upande mwingine, it cannot be an annual thing you do as a ritual. haiwezi kuwa jambo la mwaka, kila mwaka kufanya kama tabia. If you're going this way, Ikiwa unaenda upande huu, you stop unakoma and head in the exact opposite direction. na unaelekea upande ule mwingine kinyume chake kabisa. And I said Nami nikasema that when I look at the gospel being preached ya kwamba napotazama injili ambayo inahubiriwa in the Church of Christ in Kenya, katika kanisa la Kristo la Kenya, I see them running M-Pesa lines. naona wakipitisha tu laini za M-Pesa And they are saying, na wanasema I have a prophetic word for you. niko na neno la kiunabii kwako, Pay a certain amount of money lipa kiasi fulani cha pesa and I'll just give it to you. na nitakupatia tu. And I asked, Nami nauliza, since when tangia lini did Isaiah the prophet, Isaia nabii, did Jeremiah the prophet, tangia lini Yeremia nabii, Malachi, Malaki, Ezekiel, Ezekieli, since when tangia lini did the prophets of God manabii wa zamani tell Israel, walichukua Israeli, God has spoken to me about you. Mungu ameninenea kuhusu ninyi, Please tafadhali prepare a certain seed andaa mbegu fulani, because I need to release that word. kwa sababu nahitaji kuachilia hilo neno. And I said, Nami nikasema that is the true definition hiyo ndiyo kiashiria cha kweli of witchcraft ya uchawi in the church. katika kanisa. And I said, Na nikasema you need not to be a rocket scientist hauhitaji kuwa mwanasayansi wa roketi or a neurosurgeon of the brain ama mpasuaji wa ubongo to understand kuelewa when God has spoken wakati ambapo Mungu amenena or not. ama bado. You need not to be Hauhitaji kuwa hiyo, a genius hauhitaji kuwa genius to know kujua that God has spoken. ya kwamba Mungu amenena. He says, Anasema the Bible, Biblia, the Bible, Biblia, the Bible is the reference. Biblia ndiyo kipimio. If you find in the Bible Ikiwa utapata katika Biblia that Isaiah was running M-Pesa lines ya kwamba Isaia alikuwa anapitisha nambari za M-Pesa on TV katika runinga and you are doing it, na unaitenda, then continue worshiping that God. basi endelea kumwabudu huyo Mungu. He might bring you to a heaven. Huenda atakuleta katika mbingu fulani. But if you find Lakini ikiwa utapata that Isaiah, ya kwamba Isaia, Ezekiel, Ezekieli, Jeremiah, Yeremia, Malachi, Malaki, all of them wote did not do that, hawakufanya hivyo, then do the following. basi fanya yafuatayo. Panga virago vyako Panga virago vyako and anza safari na uanze safari ya kwenda Yerusalemu. ya kwenda Yerusalemi. Let us go back to Jerusalem. Wacha turejee Yerusalemi. The time for lying in the church Wakati wa kudanganya kanisani is today. ni leo. Finished. Imekwisha. The lies are over. Uongo umekwisha. Kenya, Kenya, now you need to release me sasa mwahitaji kuniachilia to go to other nations, kwenda kwa mataifa mengine, because he's saying, kwa sababu anasema, listen very carefully, sikiliza kwa makinifu, he's saying anasema that the Bible ya kwamba is Biblia the weighing scale, ndiyo ratiri. the balance, Biblia ndiyo ratiri. that if somebody says Ya kwamba ikiwa mtu atasema that the Lord has spoken with ya me, kwamba Bwana amenena pamoja nami, I need to give it to you, nahitaji kukupatia, and you put it on the Bible, on the scale, na uiweke kwenye ratiri, it should balance. lazima isawasiane. Did you understand me? Je, mninielewa? Precious people, Watu wa dhamani, I want to end it here. nataka kuimalizia And hapa I'm saying na nasema that since the glory of God has now visited, ya kwamba kwa sababu sasa utukufu wa Mungu umetembelea, that God himself has now ya visited kwamba Mungu mwenyewe sasa ametembelea the house nyumba in his glory, katika utukufu then I wake, want to make a special announcement basi nataka kufanya tangazo maalum that behold, ya kwamba tazama, the house of the Lord nyumba ya Bwana is now holy ground. sasa ni ardhi takatifu, And beginning today, na kuanzia leo we need to remove the sandals. tunahitaji kuondoa viatu. And he says, Na anasema the removal of sandals means this: kuondoa viatu yamaanisha hivi, reverence, heshima, like this, namna hii, reverence. heshima.
contriteness, kubondeka kwa moyo, humbleness. unyenyekevu, It means kumaanisha separated place. Here I can walk with sandals. When I go there I cannot. Separated place. mahali palipotengwa. Hapa naweza nikatembea na viatu, lakini huko na vivua. In other words, I'm saying Kwa maneno mengine nasema that today ya kwamba leo the house of the Lord nyumba ya Bwana is now a separated place. sasa ni mahali palipotengwa. Those who want to receive the Lord, stand up on your feet Wale ambao mnataka kumpokea Bwana, toeni and simameni lift miguuni up your penu hands very high. na muinue mikono yenu juu zaidi. Those who want to receive Jesus, Wale ambao wanataka kumpokea Yesu, lift up your hands inueni juu mikono yenu and repeat this very aloud. na murudie hii kwa sauti kubwa. Say, precious Jesus. Sema, Yesu wa thamani. Today Leo I have heard nimesikia about your glory. kuhusu utukufu wako On the cross. msalabani, And I have heard na nimesikia about the gains kuhusu faida on the cross. katika msalaba. But I have also heard Lakini pia nimesikia about the glory of the Father. kuhusu utukufu wa Baba And the doctrine of separation. na mafundisho ya kujitenga. And so today Na kwa hivyo leo hii I repent ninatubu and separate, na kujitenga, set apart kuwekwa kando from sin. kutoka kwa dhambi, And I receive you na ninakupokea as my Lord and Savior. kama Bwana wangu na Mwokozi, In the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu. I am separated. Nimetengwa. Joyce, allow me first worship. Mungu wangu we, sana unanitosha. 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 Mungu wangu we, unanitosha. Wangu we, unanitosha. Mungu wangu we, sana unanitosha. Never go back to deception. musiwahi kurudi kwa udanganyifu. The Lord bless you. Bwana wabarikie. Thank you, NTV. Asante NTV. The Lord bless you. Bwana wabariki. Joyce, continue. Joyce, endelea.